tukizungumza ni kwa maslahi ya taifa wala si kwa maslahi yetu binafsi. Mambo ambayo kwa tutazungumza hapa ni mambo mengi, lakini jambo la kwanza, kwa sababu tunatoka katika uchaguzi uliokuwa huru na haki, na kwa bahati umekwenda vizuri, hatuwezi kusema umekwenda vibaya. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kuzishukuru tume za uchaguzi zote mbili, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ZEC kwa kufanikisha uchaguzi katika hali ya salama. Kwa hivyo hilo tunawapongeza sana. La pili, tunawashukuru washindi wote. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kura nyingi, na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar kwa kura nyingi. Hili ni jambo la kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuchaguliwa tena kuongoza serikali zetu mbili hizi. Tunaamini kwa njia moja ama nyingine, kutokana na walivyo nadi ilani zao za uchaguzi, wananchi wamewaelewa na wakaamua kuwapa kura ili kurudia tena, wanavyosema wakapewa mitano tena. Lakini pamoja na kuwashukuru wao, na vishukuru vyama vyote vya siasa vilivyoshiriki katika uchaguzi huu, na hasa wale ambao kuwa wameshiriki uchaguzi wa Zanzibar. Kwa mara ya kwanza uchaguzi huu umeweka historia nzuri kwa taifa letu kwa sababu moja kubwa. Mara nyingi toka turudi katika mfumo wa vyama vingi, chaguzi nyingi tunazofanya kama sio zote, kunakuwa na malalamiko, malumbano na hata damu za watu kumwagika kutokana na visingizio vya uchaguzi. Lakini kwa mara ya kwanza tumemaliza uchaguzi Zanzibar, lakini Zanzibar ikiwa salama, ikiwa shwari, pamoja na malalamiko ambayo kuwa yapo kwa baadhi ya vyama. Hiyo ni haki, lakini wote tumekuwa wazalendo kwa kujua thamani ya amani, thamani ya umoja. Hili ni jambo ambalo kuwa ndilo tunalolitafuta siku zote, kwamba tufanye chaguzi zetu, lakini thamani ya amani yetu iwe ni kipaumbele kuliko ushindi uliokuwa una vurugu. Kwa hiyo pamoja na kuwapongeza wapinzani, lakini nampongeza sana Dr. Hussein kwa kuweza kulisimamia hilo kwa maneno na kwa vitendo. Naendelea kukipongeza chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, na hasa kiongozi wake au mwenyekiti wao aliyekuwa mgombea urais Mheshimiwa Othman Masoud. Pamoja na yote, namna alivyoanza kampeni zake, lakini alivyoanza siasa zake, lakini nashukuru kwamba amemaliza vizuri, kwa sababu siku zote tunaambiwa tuombe hatima njema kwa kila tunachokifanya. Pamoja na mapungufu wakati mwingine yalikuwa yakijitokeza katika kampeni zetu, lakini mwisho wa siku tuliweza kutengeneza uchaguzi wa Wazanzibari, uchaguzi wa pamoja. Kampeni, maneno ya kampeni, misukosuko kwenye kampeni na maneno ambayo kuwa wengine waliokuwa wanaona kwamba si maneno mazuri, lakini nashukuru kwamba siku chache kabla ya uchaguzi Mheshimiwa Othman Masoud alitoa kauli nzuri tu kwa wapiga kura wake kwamba twendeni kwenye uchaguzi, tuhakikishe kwamba
tunakwenda kupiga kura kwa amani, na kama kutatokea tatizo lolote, basi msisite kuwasiliana na viongozi wenu ili kuhakikisha tunamaliza uchaguzi wetu tukiwa na amani na umoja. Kwa kweli hilo lilifanyika, na kwa kweli naweza nikasema Mheshimiwa Othman Masoud alionyesha ukomavu wa kisiasa kinyume na vile tulivyokuwa tukimfikiria, lakini kwa sababu ni mwanasheria mbobezi, lakini sio mwanasheria tu, kaingia kwenye siasa, lakini akaweza kuingia kwenye mfumo wa siasa mara moja. Na kulikuwa na lugha ilikuwa tunazungumza kwamba mheshimiwa hawezi kuvaa viatu vya maalim, lakini alivaa viatu vya maalim na soksi na koti lake, na kiasi ya kama naweza kusema yeye amekwenda mbele zaidi kuliko hata alivyokuwa kwenye uchaguzi ulikuwa ukishirikiana na maalim. Kwa hivyo tunampongeza sana kwa hilo, kwa sababu ameangalia uzalendo zaidi na akajua thamani ya amani, na hilo akalisimamia kwa nguvu zote. Hili ni jambo ambalo kuwa tunakishukuru chama cha ACT kwamba walituongoza sisi wapinzani kwenda katika uchaguzi wa huru na wa haki, na sisi kabidi tufuate nyayo zao kuhakikisha kwamba tunamaliza uchaguzi wetu tukiwa tunailinda amani yetu. Kwa hivyo hilo ni jambo la kushukuru sana. Waswahili wasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwa hivyo hicho alikifanya, na leo hii kwa mara ya kwanza Zanzibar imekuwa ni mfano kwamba toka turudi katika mfumo wa vyama vingi, lakini uchaguzi huu wa mwaka 2025 tumemaliza hakuna aliyepigwa au palipomwagika damu. Hili ni jambo la kushukuru sana. Lakini pongezi kubwa nazipeleka kwanza kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya uchaguzi ulivyokuwa. Kwa kweli tunasema kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na wa haki, licha ya kwamba kuna matukio yaliyojitokeza ya uvunjifu wa amani mara baada ya uchaguzi. Kiukweli hizi sio mila zetu wa Tanzania, na kwa bahati namna mheshimiwa alivyozungumza kwenye hotuba yake jana ya ufunguzi wa bunge ilionyesha kwamba kweli Mama Samia ni mama, lakini ni mzalendo, lakini ni mwenye huruma. Lakini pamoja na yote hayo alichukua ile nembo hekima, kwamba kiongozi yote ambaye kuwa hana hikma, hata awe ni msomi wa namna gani, basi hawezi akawa ni kiongozi mzuri. Kwa hivyo alionyesha hikma zake, busara, na akaangalia neno moja kwamba nembo yetu ya taifa inahimiza uhuru na umoja. Kwa hivyo uhuru wetu hauwezi ukawa ni uhuru kamili kama hakuna umoja. Kwa hivyo akazungumza yaliyotokea kwamba kuna watu tu walifanya yale ya uvunjifu wa amani kutokana na mhemko, wengine walikuwa hawajui, lakini akawasamehe vijana wake na akamuomba DPP kwamba azichunguze kesi zao kwa wale ambao kuwa wanaonekana wameingia kwenye maandamano kwa mhemko, na wale walikuwa hawajui anachokifanya wasamehe. Hilo ni jambo zuri kwa kiongozi wa taifa kuweza kuzungumza mambo kama hayo, na wakati huu tulio nao ni jambo la kushukuriwa sana, na kuonyesha kwamba imani aliyonayo kwa Tanzania ni kubwa sana.